Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nakupenda sana, nakujali sana, nakuthamini sana, zaidi ya yote nakuombea. Ninakukaribisha sana ndani ya masomo yetu haya kwa habari ya malezi ya mtoto. Karibu sana, karibu sana. Mwalimu Glorimina Venance Mpua. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tuko Arusha kwa habari ya huduma ya mtoto wa mazingira magumu ya rohoni. Yesu ametuweka kwenye udongo mzuri. Yesu ametuweka kwenye udongo wa tofauti. Tunamshukuru Mungu sana. Lakini wakati tunarekodi masomo haya, niko kwenye eneo hapa Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam. Tulikuwa na kongamano kubwa. Mungu ametusaidia kwenye nyumba ya wana wa Sayuni. Tuko hapa kwenye media hii Kweli ya Milele. Namshukuru Mungu sana sana sana. Ninachukua nafasi hii kukukaribisha mwana wa mfalme Yesu. Mwendelezo wa majumuisho ya yote ambayo niliyaona kwenye kongamano, na nikazungumza na watoto wakanimegea yale na yale, na nikaona ni vizuri zaidi mjumuisho wake nije yaandaliwe masomo kwa ajili ya utukufu wa damu ya Yesu. Basi nisimame mahali hapa kwenye hizi kamera za Kweli ya Milele nikueleze jambo. Haleluya. Ninachukua nafasi hii ya kukualika mwana wa mfalme Yesu. Okay? Funika macho yako tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunaomba uwepo wa damu yako, tunaomba uwepo wa nguvu zako, tunaomba uwepo wa mamlaka yako, tunaomba uwepo wa utisho wako. Yesu Kristo, karibu uanze pamoja na sisi kipengele hiki cha pili, na utukufu Baba una wewe siku zote za maisha yetu. Anza nasi umalize nasi kwa ajili tu ya heshima ya vazi lako takatifu la waenda mbinguni. Kwa damu ya Yesu nikiomba na kuamini. Amen. Haleluya. Ninachukua nafasi hii ya kukaribisha sana 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 kwa habari ya masomo haya ya ukombozi. Tuko kwenye majumuisho ya kongamano letu. Ndio maana ninachukua nafasi hii ya kipekee kabisa ya kukukaribisha mwana wa mfalme Yesu. Karibu sana. Ule muda ambao unauchukua wa kumkaribisha jirani yako muende kwenye vikoba, basi huo muda huo uchukue kupiga simu kwa gharama yako, umwambie kwenye channel hii ya Kweli ya Milele yuko Mwalimu Glorimina wa watoto wa mazingira magumu ya rohoni, wale mashindikana. Ameanza tena ule masomo yake jamani. Mwambie njoo aje. Muite, mtumie hii linki, akomenti hapo, azungumze chochote hapo, mualike. Una muda ukiona muda wa SACCOS umefika, unachukua simu unampigia jirani SACCOS, jirani tutapigwa faini, jirani. Huo muda huo usicheze mbali. Chukua muda kumwambia yale masomo ya ukombozi, yale mawana wa majitu, yale mawana sio matakataka gani yameanza. Kweli Media, njoo kimbia. Alafu mimi nikiona kusemesha wewe umekaa, ni mbaya. Baadaye utakuja kuona uthamani wa haya masomo, na utapata wapi sasa? Baadaye utakuja kuona uthamani wa Mwalimu Glorimina, utampata wapi sasa? Utampata wapi? Njoo muite, mwambie njoo kwenye Kweli ya Milele. Kumetoka. Sete. Tunaendelea na kipengele chetu kwa habari ya watoto wetu wanafundishwa malango ya giza na watu wengine ambao si jamaa zetu. Kwa hiyo ninaongea na wewe Mkristo, ninaongea na wewe mtakatifu wa Bwana ambao mtoto wako tayari ameshaibiwa, yuko kwenye chumba cha mangojeo cha kuzimu, yuko mahali huko, ameitwa huko, amebembelezwa, amekutana na Delila mbembelezi, amekutana na Delila ameambiwa maneno mazuri, amekutana na Delila ameshauriwa vizuri, amekutana na Delila ameambiwa vitu vizuri mno. Delila ni mbembelezi. Delila amemshuhudia mwanao. Delila amemwambia mwanao afanye nini. Delila amemchukua mwanao mpaka amemfundisha kuvuta bangi. Delila amemfundisha mwanao maneno yaliyo mabaya, amemfundisha mpaka kwenye ushoga. Delila ana maneno mazuri sana, amekamata mtoto wako wa kiume,
amemlisha matango mwitu, amemkamata kijana wako, amemwambia huyu mama yako ni mbaya, huyu baba yako ni mbaya. Sikiliza sasa, mimi nikwambie, kwa sababu mimi ndo mzuri kwako, nisikilize. Anaanza kumwambia habari za bangi, habari za ugoro, habari za nini. Yani light, ungejua yamefichwa machoni pako. Wacha tucheke jambo moja. Nilikuwa na mtoto wangu mmoja, yeye alikuwa anapenda anakula ugoro, anakula na bangi, sijui sana, nisimnenee katika hilo, lakini ugoro alafu na nini nyingine, sibili sigara. Anyway, uhakika wangu ninao ni ugoro. Siku moja mwenzangu, mimi nikamwambia, kaka, acha kula ugoro, wewe ni mkaka mzuri, wewe ni mzuri mno, umeumbiwa kwa mfano wa Mungu. Bwana we, hanielewi. Nikaingia kwenye maombi kuomba pamoja na yule mtoto wa kiume. Wakati nikiwa naomba, Mungu akaniambia, nimekusikia majibu yako. Sasa wakati wa kusikia yale majibu, nini hapo ambacho kilichoendelea? Si mimi mtoto naendelea kumwombea. Bwana, wakati anakula ugoro akasahau, badala ugoro kuweka mdomoni akasahau, akaweka mahali pa njia ya haja kubwa. Sasa alipoweka kule, aliwashwa, alipata shida kuliko aliteseka. Baadaye nikaja kuisikia hiyo story, nilicheka sana, nikafurahia mno. Kama mimi nimekukataza na ninakuombea na bado unafanya hivyo, unaona umesahau sasa kuweka ugoro mahali penyewe husika, umeweka ugoro mahali pengine. Yule mtoto, jamani, kulea mtoto mwenye hizo tabia ni ngumu mno. Yule mtoto anionyesha kwamba bado anaishi hayo maisha. Alikuja machoni pangu akamuibia bibi Koko wa Kimasai ugoro. Unalo hilo? Sasa anaela pale nyumbani, tunawabana. Kwa hiyo vile tulivyowabana, ataenda kupatia wapi hela? Akaenda kuiba ugoro wa bibi Koko. Bibi Koko alilalamika. Anyway, nataka ucheke, nataka uone ilivyokuwa ngumu kumtoa mtoto mahali ambako amechanganyikiwa, kumtoa mtoto mahali ambako ameona ni pazuri. Sasa huyu mtoto mwenye hii ushuhuda wa huo ugoro, nikwambie nini? Habari njema, ameshaacha pombe kwa jina la Yesu, ameacha sigara kwa jina la Yesu, ameacha ugoro kwa jina la Yesu, japo meno ya huku mbele yalitaka kubomoka. Kwa hiyo ana ushahidi wa haya meno ya huku mbele yamekuwa meusi kwa ajili ya ugoro haya. Lakini vyote hivyo ameviacha. Kwa nani? Kwa jina la Yesu. Lakini ni nini kilichomfanya aache? Ni maombi. Nilisimama kwenye pati yangu, nikasema haiwezekani. Madawa ya kulevya yaumize mwanangu. Haiwezekani wewe ni kijana mzuri mno. Haiwezekani wewe ni kijana uliyetukuka mbele za ufalme wa Mungu. Tena basi yule kijana ana nyota ya biashara. Ni mtu mwenye roho ya kusaidia hata makanisa. Alishawahi kunishirikisha, akaniambia, mam, niombee mamangu kipenzi, niombee, ninasikia moyoni kwamba mimi nitakuwa wa juu, na kwa hakika kwenye uzee wako mimi nitakuwa najenga makanisa ya wale wachungaji wasiojiweza. Akaja nahitaji, akasema, naomba tuombe Mungu nipate milioni 100 nianzishe kiwanda cha nini? Kiwanda cha mafuta ya alizeti. Umeona shetani anakamata watoto wale wenye upana. Umeona shetani anawakamata watoto wale ambao kabisa wana mambo mazuri. Huyu mtoto alivyomaliza form 4 katika umri wake mdogo, amewahi kufanya biashara kubwa. Amewahi kuwa mtu maarufu kwa sehemu. Kwa hiyo kuikamata hiyo milioni 100 kwake ni kitu cha kawaida sana. Sasa shetani akaweka huko vitu. Form 4 yenyewe, form 4 ya kwanza alishia form 2. Wenzake wanafika form 4, yeye akaanza mwanzo. Akarudi tena form 2. Wenzake wako form 4. Tukijua kwamba tunaweza kumsaidia. Amemaliza form 4 ya pili, ametoka na 0. Sasa angalia shetani anavyomburuza. Wakati tu ile form 2 ya kwanza
Akasema mimi siwezi kuendelea na shule. Akaamua kukimbia shule, akaenda kutafuta toyo, akaenda kule akawa dereva toyo. Wakati akiwa dereva toyo, mambo yalimkuta kule. Akapakia jini kutoka mbali, ameenda nalo asilimia nyingi. Yote kwa yote alikwenda kupata ajali. Jini lenye miguu mirefu na mikono mirefu. Ni nini Mungu anamtafuta? Leo hii amemwaibisha shetani. Leo hii kwenye lile eneo tumeonyesha ushirikiano, tumemtoa kwenye ile eneo, kwenye ulevi tumemtoa, kwenye hicho kijiji tumemtoa. Bwana amekwenda kumficha mahali, yuko matengenezo, na kwenye yale matengenezo sasa hivi amekubali, ameenda kununua Biblia mwenyewe ya shilingi 20,000. Ameacha mabangi, ameacha madawa kulevya, ameacha masigara, ameacha makitu gani na matumbako. Aliniambia kabisa, mwambie yule bibi nilomwibia tumbako, mimi sitamuibia tena. Ninatamani na yeye ampe Yesu maisha. Ninatamani na yeye hilo tumbako asilitumie tena. Ameshaanza kurudi kwenye kusudi. Nini? Nilicheza kwenye nafasi yangu, nikatumia huo mstari kwenye Kutoka 23 mstari wa 27. Nitatuma utisho wangu kutangulie mbele. Wakati wa mapambano ya ukombozi wa huyu kijana, Mungu alinipa neema, alinitumia utisho. Nilivyosoma hichi kifungu, nikaona hichi kifungu ni cha kwangu. Utisho, nikasema asante Yesu, unanipa utisho. Haleluya, unanipa utisho. Bwana asifiwe sana, unanipa utisho. Kwa hiyo akaendelea kunipa utisho, na mimi nikasema, Bwana umesema nitatuma utisho wangu ukutangulie mbele. Utisho wa Yesu unitangulie mbele. Utisho wa Yesu unitangulie mbele. Utisho wa baba yangu unitangulie mbele. Utisho. Haleluya, haleluya. Unafeli wapi? Tumeacha Matanzanite wetu wameishia kwenye vilevi. Unafeli wapi mtumishi mwenzangu? Mama mchungaji mwenzangu, unafeli wapi? Mshirika mwenzangu, unafeli wapi? Mtumishi mwanamke, unafeli wapi? Wapi umechanganyikiwa? Wapi umenyamaza? Shetani anachukua watoto wetu, shetani anawalagai uzao wetu, shetani amekamata uzao wa mwanamke, shetani amekamata uzao wa mwanamke. Jamani, mpendwa wangu, uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Shuhuda zote hizi za Mwalimu Glory mimi nazikuamshe. Kuna siku huyu ninayekupa ushuhuda hapa, nitakuja kumsimamisha kwenye kamera umuone na ashuhudie mwenyewe mahali alikotoka. Alijiungamanisha mpaka kwenye vyama vya Freemason, akajiunga. Sio rahisi, hivi unanielewa? Ndugu mtazamaji wa chaneli hii, sio rahisi. Huyu mtoto ninayekupa ushuhuda wake, yeye alishawahi kujiungamanisha Freemason. Sasa huko sasa wakamwambia, ngoja tukutafutie mtu unayeweza kumtoa kafara. Likamera lao likamulika, likamuona nani anayetaka kutolewa kafara. Kuangalia sema okay, una mtu yuko nyuma yako. Sasa Mwalimu Glory tutamtoa. Wakati wanapanda kule, mimi nikaipata signal kwenye ulimwengu wa roho. Niliwapiga, niliwafua, nilisambaza hizo ngome. Haikutosha, nikampigia simu nikamwambia nimeshajua mimi sio wa kafara, nina Yesu, nimehakikisha jemedali wangu mimi nitashinda vita. Angalia pendo la Kristo lilivyo. Nikasema huyu mtoto ni fahari kwa taifa lake. Huyu mtoto ana upana sana. Anataka kuwa na biashara kubwa milioni 100. Anataka kumiliki kiwanda cha kutengeneza mafuta. Huyu mtoto ana vitu viko kichwani. Huyu mtoto ana nyota ya biashara. Huyu mtoto amebeba kusudi la Mungu. Huyu mtoto ni Tanzanite wa kesho. Huyu mtoto ndiye atakayejenga makanisa. Huyu mtoto ndiye atakaye support huduma ya mtoto.
Huyu mtoto ndiye atakayesomesha watoto wasiojiweza. Huyu mtoto atakayewalipia ada watoto ambao wamekata tamaa kabisa, wengine wamefiwa na wazazi wao. Kwa hiyo huyu mtoto ana chapa ya Kristo ya utajiri. Kwa hiyo huyu mtoto amepewa nuru ya kuangaza. Kwa hiyo huyu kijana, yeye ni nuru, yeye ni nuru, kwa sababu katika Zaburi ya 27, Bwana ni nuru yangu, na kwa sababu Bwana ni nuru yangu iko kwa huyu mtoto. Kwa hiyo nikaanza kusemesha moja moja. Sigara, nikaishika sigara, nikaivunja vunja sigara, vunja sigara kwa jina la Yesu, nikailipua na moto. Nikachukua kopo la bibi la ugoro, nikasema wewe kopo, unamshawishi mwanangu aweze kumwibia bibi huu ugoro, sijao kopo, mimi na damu ya Yesu, vunja kopo, nikalichoma na moto. Nimemaliza, nikachukua mapombe yale makali. Wewe pombe, wewe una masikio, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na kutanga kati ya wewe pombe na mwanangu fulani, namtaja na jina, na kutanga siku 40 za maombi, nikiwa nimesamehe kula masaa 12 na jioni nakula kitu kidogo sana. Leo amekubali kumpa Yesu maisha, amekubali kunyanyuka tena. Ni nini? Kwenye ule mstari wa 20 na ngapi? Kwenye ule mstari wa 22, nitakuwa adui wa maadui zako. Bwana anasema nitakuwa adui wa maadui zako. Bwana anasema nitakuwa adui wa maadui zako. Kwa hiyo adui la ulevi, adui bangi, adui sigara, na mpambanisha na damu ya Yesu. Wapendo wangu, watoto wanaweza kubadilika. Mtoto wa kiume anabadilika katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mtoto wa kiume anabadilika, mtoto wa kike anabadilika. Usimkatie tamaa. Akisema yeye ni mchawi, usimfukuze chini mbele ya macho yako. Akisema yeye ni nani? Yeye ni mganga wa kienyeji. Akisema yeye ni mzinzi, akisema yeye ni shoga, hakikisha kwamba unamsaidia. Na wewe umepewa dhamana, na kwa sababu umepewa dhamana, sisi tuna ushuhuda kabisa kwamba tuliyeng'ang'ana na Mungu kwa habari ya mtoto 1, 2, 3, watoto wanafunguliwa. Itoshe kukuambia kabisa kwamba watoto wanafunguliwa. Usiwakatie tamaa watoto wako. Bwana wa majeshi atatuma, atakuwa adui wa maadui zako, atakuwa mtesi wa watesi wako. Haleluya. Pili, atafanyaje? Atatuma utiisho. Wewe ni mwana wa kifalme na uwezo wa kimungu uko mabegani kwako. Kwa hiyo wewe ni wa juu sana, ni wa juu mno, na wewe na watoto wako tunakwenda kumtolea Bwana dhabihu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wewe na wana wako tunakwenda kumtolea Bwana dhabihu. Angalia mstari wa 29. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, nchi isiwe ukiwa. Mungu ni mzuri. Nchi isiwe ukiwa. Sitawafukuza kwa wakati huu. Wanaacha ili waone mtoto wako akienda mbele. Wanaacha ili waone mtoto wako akihubiri Injili. Wanaacha ili waone mtoto wako akiwa Tanzanite. Wanaacha ili waone mtoto wako anamiliki magari 10 ya biashara. Wanaacha ili waone mtoto wako amejenga makanisa 10 kwa mwaka na kukabidhi watu wakiendesha huduma. Wanaacha maadui zako ili waone. Haleluya. Ili waone utumwa wako unavyomeremeta, ili waone surprise mama unaletewa gari milioni 400, ili waone. Wanaacha. Bwana anakuahidi ya kwamba haya maadui zako hata watoa sahihi, haya maadui zako wataendelea kubaki, haya maadui zako wataendelea kukaa hapo, haya
maadui zako hawataendelea kufanya vya uharibifu, lakini wanaachwa kwa ajili ya nini? Waone mtoto wako akikuzawadia gari ya milioni 400, waone mtoto wako akikujengea nyumba ya kifahari, waone mtoto wako akisapoti mikutano mikubwa, waone watoto wako wakieneza injili katika roho na kweli. Hawatakufa mapema hao maadui zako, ili wakuone mwana wa kifalme, uweza wa kimungu huko mabegani kwako, unamtukuza Jehova. Ameinua uzao wa tumbo lako. Haleluya. Mstari wa 20, sitawafukuza mbele katika mwaka mmoja nchi isiwe ukiwa, na wanyama wa pori wataongezeka na kukusumbua. Mstari wa 30, nitawafukuza kidogo mbele yako. Baada ya kuona kwamba tayari wewe umebarikiwa, uzao wako unameremeta, mtoto wako ameshajenga makanisa 10, mtoto wako anawafadhili wachungaji wasiojiweza 10, anawalipa mshahara, ameenda ameangalia wachungaji ambao hawawezi kabisa vijijini, wametoka, wana viatu vimeenda hivi, hawajawahi kutanaga na kiwi, shati ni moja, kaukani kuvae, chafukani kufue. Mtoto wako amekwenda kufanya kuangalia huko, ameajiri na mtu akamwambia, wewe nenda kanitafutie wachungaji 10 ambao hawana mahali pa kulala, ambao hawana viatu, hawana chochote, kawatafuta. Alafu anapewa majibu kama nimepata wachungaji 10 kwa makanisa tofauti, lakini hao wote wanamcha Mungu katika roho na kweli, ila hawezi kitu. Nasema saa anawaita, alafu anawaambia kwamba nitawalipa mshahara, kwa hiyo kazi yenu kila mwezi nitalipa shilingi milioni 1 ndani ya mwaka mmoja, na nitakulipa kwa mwaka. Haleluya. Miezi 12, milioni 1 ni milioni 12, nitakulipa kwa pamoja. Sasa anapolipa hiyo mishahara, wale maadui zako sasa, wale waliokuwa wanaroga watoto wako, wale ambao watoto wako waliwafungia viunoni, wale wakawapa wakawafundisha uchawi, wale wakawafundisha ushoga, wakaparua kule na kule, macho yao sasa wanakuwa wametoa namna hii. Sasa huyo kijana wako ameshafunguliwa, unaisikiaje akilini? Sasa tawali utukufu wa Mungu upo. Kijana wako analipa milioni 12. Haleluya. Anapolipa milioni 12, anapowapa wako wangapi? Wako 10. Zinalipa kwa siku hii moja. Furaha kule mbinguni zikoje? Wale watu wale wachungaji watafanya kazi ya Mungu kwa uaminifu kiasi gani? Hawa wote yanatendeka, maadui zako wakodoe macho kodo. Hawa wote yanatendeka, wachawi wote wanakuwa wanafundisha watoto wako uchawi, wakodoe macho tu. Wale wote wapinzani wako waliokuwa wanakuzuia na kusema ya kwamba watoto wako ni mashoga, wakawaingiza kwenye mitandao ya ushoga, sasa Bwana ametengeneza, sasa Bwana amewafungua. Utisha wa Mungu umesimama juu yao, mamlaka ya Yesu imesimama juu yao. Hao sasa macho yao kodo ya damu na nyama, haya kodo yanaona. Vile wakifanya vile wakibarikiwa. Sasa baada ya kuona, Mungu anakuahidi kwenye mstari wa 30, nitawafukuza kidogo mbele yako. Nitawafukuza kidogo. Si wameona? Kidogo. Yanachukua machawi 5 yanafukuzwa. Unafikiri kufukuzwa kwake ukoje? Yanakufa. Yanakufa huko ndo kufukuzwa. Hayafukuzi tu kama vile unavyofikiri, yanakufa. Usimwache mwanamke mchawi akaishi. Nitawafukuza kidogo mbele yako, hata utakapoongezeka wewe na kuilithi hiyo nchi.
Nitawafukuza kidogo kidogo mpaka utakapoongezeka. Maongezeko yako ni nini? Watoto wako wanaendelea kustawi. Alikuwa analipa mishahara wachungaji 10 kwa mwaka. Mwakani wale wachungaji 10 atachukua watoto wao watatu. Kila mchungaji atatoa watoto watatu kuwapeleka shule. Huyo mtoto wako. Sawa? Kwa atakuwa na maongezeko. Kwa hiyo atawafukuza wale wachungaji, wanaendelea kustawi, ile huduma ya mtoto wako inaendelea kustawi, mipaka inaendelea kustawi. Sasa kama atawafukuza katika hali ya ustawi wa namna hiyo, anawafukuza kidogo kidogo mpaka baadaye mtoto wako atakapokuwa amestawi. Maana haya ni majinga, Mungu aliyajua. Akiyaacha litapanga mbinu nyingine akuja kudondosha tena mtoto wako au mjukuu wako. Kwa hiyo anafukuzwa kidogo kidogo. Hebu sema, Bwana Yesu, ninaomba unisaidie kufukuza maadui zangu kidogo kidogo, kwa jina la Yesu. Maadui wanaofundisha watoto wangu uchawi, uwafukuze mbele yangu kidogo mpaka hapo wanangu watakapostawi, mpaka hapo wanangu watakapojisimamia wenyewe. Baba, uwafukuze kidogo. Utaendelea kuomba hayo maombi. Umeamini? Kwa nini nilikwambia kwamba mwite jirani yako? Umeamini inavyonoga? Usile hii chakula peke yako. Watoto wanaungwa kwenye mtandao wa giza. Idadi ya watoto kuzimu ni kubwa. Hujamzalia shetani watoto wako. Umeona? Sio maana nakwambia, unaona sasa hivi darasa letu ni la watu waliookoka. Sio la watu ambao hawajaokoka. Watu waliookoka. Watu waliompa Yesu maisha. Tupate mbinu ya kukomboa watoto wetu. Na tutaendelea na masomo na zaidi ya kuendelea. Ashukuriwe Mungu. Maana Mungu hata nyamaza. Ashukuriwe Mungu. Nitatuma utisho wangu ukutangulie. Pokea utisho ukutangulie kwa jina la Yesu. Kwenye haya mapambano ya mtoto, pokea utisho. Pokea utisho kwa jina la Yesu. Pokea utisho. Bila utisho hatutaweza. Bila utisho tumechoka. Bila utisho hapana, tumenyamaza kabisa. Hatuwezi kabisa. Naomba upokee utisho katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Funika macho yako, tushukuru. Baba, ninakushukuru kwa habari ya kipande hiki cha pili. Nimeona mkono wako, nimeona wema wako, nimeona ukuu wako, nimeona mamlaka yako, nimeona utisho wako, nimeona nguvu zako, nimekuona Ebeneza, na zaidi ya kukuona, wacha nikushukuru Baba, wacha nikuabudu, maana matendo yako ni makuu na uweza wako wa ajabu. Mungu wetu, ukisema ndio hakuna anayesema hapana. Usinipite wala usiniache Baba, hata tutakapoendelea na kipindi kingine, uwepo wako endelee kuwa pamoja na sisi kwa ajili ya utukufu wa damu ya Yesu, nikiomba na kuamini. Amen. Ni Mwalimu Glory Mina Venus Mpua. Namba yangu ya simu 0768972891. Nakupenda. Karibu kwenye kipindi kinachofuata.